ubeti wa pili ushikeni huo wa kwanza qad yashibu alfata wa laysa ajiban huwa akatoka mvi kijana mdogo na hilo sio la ajabu kijana mdogo tu miaka 30 20 na ngapi tayari mvi zimemjaa anaonekana mzee qad yashibu alfata wa laysa ajiba huenda au huwa akatoka mvi kijana mdogo na wala si ajabu nini ayura an-nawru fi al-qadhib ar-ratib kuonekana weupe au kuonekana maua katika kijiti kilichokibichi al-qadhib ni kijiti kibichi unaweza kuona weupe pale na maua وقال ابو الطيب من يهن يسهل الهوان عليه aliyedhalili aliyekuwa mnyonge unakuwa wepesi udhalili juu yake tayari mwenyewe ni mtu dhalili mtu duni kajidhalilisha kwa hiyo ule udhalili unakuwa kwake ni mwepesi ma li jurhin bimayitin ilamu hapana kwa kumjeruhi maiti maumivu yoyote kwani mbuzi akishachinjwa adhurika nini na kuchunwa sikishakufa kishachinjwa kwa hiyo man yahun yasuhu lilhawan alayhi wa man yahun yasuhu lilhawan alayhi ule udhalili unakuwa ni sahali juu yake soma hii البحث قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير أن يصرح به في صورة من صوره المعروفة يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكار وإقامة للدليل على الحكم الذي أسنده إلى المشبه ورغبة في إخفاء التشبيه لأن التشبيه كلما دق وخفي كان أبلغ وأفعل في النفس انظر بيت أبي تمام فإنه يقول لمن يخاطبها لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى فإن ذلك ليس عجيبا لأن قمم الجبال وهي أشرف الأماكن وأعلاها لا يستقر فيها ماء السيل ألم تلمح هنا تشبيها يقول المؤلفان رحمة الله تعالى عليهم قد ينحو الكاتب أو الشاعر منحى من البلاغة huenda au huwa anaelekea mwandishi nahwu upande yanhu anaelekea alkatib mwandishi au shairu au mshairi manha mwelekeo manha min albalagha mwelekeo wa katika balagha yuhi fihi unaoishiria ndani yake bitashbihi mwelekeo wa kibalagha unaotoa ishara ya tashbihi min ghairi an yusarriha bihi basi na kumsema wazi huyo mshabbih basi na kuisema wazi hiyo tashbihi ule mwelekeo wake anapokwenda anaelekeza kwenye tashbihi kuna ishara ya tashbihi lakini haisemi wazi hiyo tashbihi fi suratin min suwarihi alma'rufa katika sura miongoni mwa sura zake zinazofahamika yafalu dhalika anayafanya hayo nuzu'an ila al-ibtikar kwa kutamanisha kwenye kufanya uvumbuzi wa iqamatan lid-dalil na kwa ajili ya kusimamisha dalili ala al-hukm alladhi asnadahu ila al-mushabbah juu ya hukumu ambayo ameitegemeza kwenye mushabbah wa raghbatan na kwa ajili ya kutaka fi ikhfa'i tashbihi kuficha tashbihi kutaka kupenda lakini raghbatan fi sawa na kwa kupenda ni kutaka kwa kupenda katika kuificha tashbihi lianna at-tashbiha kullama daqqa kwa sababu tashbihi kila inapokuwa ndani inapoingia ndani tashbihi wa khafiya na kila inapojificha kana ablagha ndio inakuwa fasaha zaidi wa af'ala fi nafsi na inaathiri zaidi katika nafsi lianna at-tashbiha kullama daqqa wa khafi kwa sababu tashbihi kila inapokuwa ndani na inapojificha
kana ablagha wa af'ala fi nafsi, inakuwa ni fasaha zaidi na yenye kuathiri zaidi katika nafsi. Unzur baita Abi Tammam, hebu tazama ubeti wa Abu Tammam, la tunkiri atala alkarim min alghina. Utazame ubeti huo fa innahu yaqul liman yukhatibuha, kwa sababu yeye Abu Tammam anamwambia yule anayemsemesha, yule mwanamke anayemsemesha, anamwambia la tastankiri khuluwa ar-rajuli al-karim min al-ghina, usipinge mtu mkarimu kukosa utajiri. Fa inna dhalika laysa ajiban, kwa sababu hilo si la ajabu. Lianna qimama al-jibali, kwa sababu vilele vya majabali, wa hiya ashrafu al-amakin wa a'laha, na hivyo vilele ndio sehemu zilizokuwa tukufu zaidi na zilizo juu zaidi. La yastaqiru fiha ma'u sayl, hayatulizani katika vilele hivyo maji ya mafuriko. Kule juu ndio mahali patukufu, lakini maji hayakai kule. ألم تلمح هنا تشبيها؟ ألم ترى أنه يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم الغنى بقمة الجبل، وقد خلت من ماء السيل، ولكنه لم يضع ذلك صريحا، بل أتى بجملة مستقلة وضمنها هذا المعنى في صورة برهان. أنا سمع ألم تلمح هنا تشبيها، hukugundua hapa tashbih. Tumesema tashbihi mushabbahu na mushabbahu bihi yulmahan, kugunduliwa pale. Sasa je, wewe hukugundua tashbihi hapa? Alam tara annahu yushabbihu dhimna lirrajula alkarim almahrum alghina biqimmati aljabal. Je, wewe hukuona kwamba yeye anafananisha hapa kwa dhimni, kwa kukusanya, anamfananisha mtu mkarimu aliyejibwa utajiri na kilele cha jabali, kilele cha mlima. Waqad khalat min ma'i as-sayl, na hali ya kuwa kilele hicho au vilele hivyo vimeepukana na maji ya mafuriko. Walakinahu lam yadha dhalika sarihan, lakini hakuliweka hilo kwa wazi. Bal ata bijumlatin mustaqilla, lakini ameileta jumla yenye kupekeka, jumla iliyopekee. Wadhammanaha hadha almaana, na akayakusanya maana haya fi surati burhan, kwa sura ya hoja. Kwa kile kipengele cha pili ameleta kama sura ya burhan. La tunkiri atala alkarim min alghina فالسيل حرب للمكان العالي. نعم. ويقول ابن الرومي إن الشاب قد يشيب ولم تتقدم به السن، وإن ذلك ليس بعجيب، فإن الغصن الغض الرطب قد يظهر فيه الزهر الأبيض. فابن الرومي هنا لم يأت بتشبيه صريح، فإنه لم يقل إن الفتى وقد وخطه الشيب كالغصن الرطيب حين إزهاره، ولكنه أتى بذلك ضمنا. سمع ويقول ابن الرومي، أنا سمع ابن الرومي قد يشيب الفتى وليس عجيبا. إن الشاب قد يشيب، kijana anaweza kutoka mvi, walam tataqaddam bihi as-siddu, na hali ya kuwa haukutangulia kwake, haukusonga kwake umri. Wa inna dhalika laysa bi'ajibin, na hilo si ajabu. Fa inna al-ghusna al-ghadda, hakika kijitawi cha mti kilicholaini, al-ghadh at-tari, kilichokuwa kibichi, kitawi cha mti kilichokuwa laini kibichi. Al-ghadha ar-ratba, hakika kitawi cha mti kilichokuwa laini, kilicho kibichi. Kad yadhharu fihi az-zahru al-abyad, huenda pakadhihiri ndani yake huwa jeupe, pakadhihiri ndani yake huwa jeupe. فابن الرومي هنا لم يأتي بتشبيه صريح. ابن الرومي hapa hakuileta tashbihi iliyo wazi. فإنه لم يقل إن الفتى وقد وخطه الشيب، hakika kijana na hali ya kuwa zimechomoza kwake mvi. Kalghusli ar-ratib au kalghusli ar-ratib, ni kama kijitawi kibichi. Hina izharihi, wakati wa kutoa kwake maua. Walakinahu ata bidhalika dhimna, lakini ameleta hilo kwa dhimni, kukusanya tu, hakutaja kafu wala yoyote katika adati tashbih. Naam.
ويقول أبو طيب إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة. ففي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحه، ولكنك لا تجده في صورة من صوره التي عرفتها، وهذا يسمى بالتشبيه الضمني. نعم. أبو طيب المتنبي يسمى من يهود يسهل الهوان عليه، anasema inna alladhi i'tada alhawan, hakika yule ambaye alishazoea unyonge, udhalili. Mtu ambaye kashazoea kutukanwa, kashazoea kupigwa, kashazoea kudhalilishwa kwa aina mbalimbali za madhila, yasahulu alayhi tahammuluhu, kunakuwa kwepesi, kunakuwa sahali juu yake kuvumilia huko huo udhalili, wala yataallamu lahu, na wala hapati uchungu kwa ajili yake. وليس هذا الادعاء باطلا، ده مدعي هاي يكون يا باطل، لأن الميت أو لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وسبب أنف أنا بجرهي وهبت موبيه. وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة، نكون katika hilo kuishiria tashbihi basi na kuisema wazi. ففي الأبيات الثلاثة تجد أركان التشبيه وتلمحه، katika beti hizi tatu utazikuta nguzo za tashbihi na utazigundua. walakinaka la tajiduhu fi surati min suwarihi allati araftaha, lakini hutazikuta katika sura miongoni mwa sura zake ulizojikuwa unazijua. wa hadha yusamma bitashbih adh-dhimni, na hii inaitwa tashbihu dhimni. kama sayadhkuruni qaumi idha jadda jidduhum wa fi al-laylati adh-dhalma'i yuftaqadu al-badru tazdahimu al-qussadu fi babihi wal-madhalu al-'adhbu kathiru az-zihami. chemchemu majitamu zote hizo ni dhimni. tarju an-najata ولم تسلك مسالك ضمني، إن السفينة لا تجري على اليبس، إن السفينة لا تجري على اليبس. أو اصبر على مضض الحصود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. hatutafika huko kote, shamaliza na wakati wetu umekwisha, tuko nje ya wakati. nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. tumemaliza darasa yetu al-balagha. hicho tulichokisoma ndicho tulijaliwa katika siku hizi chache, na haya tuliyosomesha ndio kiasi cha uwezo wetu alitujalia Allah subhanahu wa ta'ala. yale tuliyapatia basi ni min fadlillahi ta'ala alaina, na yale ambayo tumeyakosea basi ni kutokana na udhaifu wa nafsi zetu wa min ash-shaytan. nasallallahu at-tawfiq was-sadad. na kitu kikubwa cha kuzingatia, haya tuliyosomeshwa ni amana, ni amana ya ilmu. Ilmu inahitaji kuchukuliwa kwa jiddi na kuwa, na si kwa maskhara, kwa kuipuuza, kusoma kama vile hutaki, nipo tu hapa, mimi nipo tu. Soma kihakika kabisa, na ukiwa katika hali hiyo ya jiddi Allah anakufungulia. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. kujiddi katika kila jambo na mujahada na mukabada, na hasa katika jambo la kutafuta ilmu. hii tunaisoma ni fani miongoni mwa fununi kubwa, inahitaji khalfia, yani mtu awe tayari ana misingi huko nyuma. kwa mtu ambaye hajapata misingi yoyote katika lugha ya Kiarabu na fununi zake,
kwa hakika hasa ni kama nilivyotangulia kusema katika siku ya kwanza, ni kitu thaqil, si chepesi. Sasa nyinyi mlihudhuria hapa, walihudhuria tangu mwanzo au walikuja katikati au walihudhuria leo tu, kila mmoja kajipima katika mizani yake alivyo, kwamba mimi hii hapa ndio mahali pangu hasa, ndio daraja yangu. Kumbe mimi naelewa kwa namna vile ilivyokuingia elimu hii. Mwingine ataona alhamdulillah, nimepata mudhakara mzuri, nimedhakiri, nimejikumbusha vizuri katika, yani hakuna kipya kwake zaidi ya kuwa amejikumbusha yale pengine alikuwa ameyasahau au amekazia maalumati kwa kile ambacho alikuwa anakijua na wala hajakisahau. Na mwingine kila akitafakari kwenye 20 yaingia 2 au 1, na mwingine darasa nzima hakuna alilolivuna, hakuna aliyepata hasara katika wote hao, hakuna aliyepata hasara, kwa sababu kuhudhuria katika majalisi kama hizi za ilmu na kukaa na kupata faragha si jambo la bure, ni ibada adhima. Lakini pia umejitathmini, kusudia hilo sasa, umejitathmini, unajiona kwamba mimi mustawa wangu bado, kwa sababu labda darasa ijayo ikija inayofuata ya wakubwa zaidi kuliko akbaru min ukhtiha, kila unavyominyana hazipiti, haziingii, ushajitambua. Kwa hiyo utajiangalia uanzie wapi, sio ukate tamaa. Na kuna watu ukatishwa tamaa, au baadhi ya watu wanaosomesha watu na kuwatisha na kuwakatisha tamaa kwamba hutajua. La, utajua, lakini wakati bado, mustawa wako bado, hujapitia njia zinazotakiwa. Ukifuata njia zinazotakiwa utapita hapo na itakuwa ni sahali kwako. Nachotaka kukisema ni kwamba ushajigundua. Hivi sitafanya mtihani hapa kuangalia mustawa wa watu, kwa mustawa ukoje, wameelewa vipi, lakini yatosha kuwa wewe mwenyewe umejigundua. Bali insanu ala nafsihi basira. Sasa tumesomesha kwa Kiswahili na maneno ya Kiswahili yakafafanuliwa, lakini bado hazipenyi, haziingii. Hai, ingekuwa kwa Kiarabu ingekuwaje? Ilikuwa ni nzito zaidi Sasa baada ya kujigundua, ukawa umejitathmini, hapa haina haja ukae nyumbani ufikirie ilikuwaje. Tayari ushajua kwamba mimi albalaghatul wadhiha sio daraja yangu, iko juu yangu. Nifanye nini? Niuze vitabu, nikanunue bodaboda, masala kusoma basi, kanunue bajaji, nifungue genge, au nifanye hivi kusoma basi. Mambo ya kusoma mimi siyataki, au mimi nitahifadhi Qur'ani tu ni wa imamu, hizi elimu nyingine tuachie fulani na fulani, maana mambo yenyewe ni namna hiyo. Ukata tamaa, usifanye hivyo. Nasaha zangu mimi, jipange upya, jipange upya. Hivi ni vitu vya kawaida sana kwa mtu aliyezaliwa na akili ya kawaida tu. Unataka kunaambia genius yule mwenye akili ya kawaida tu, akielekezwa akifuata hatua 1 2 3 mpaka mwisho anaelewa. Wewe waonaje kwamba hukuwahi kusoma shule hata siku moja, hujaingia darasani kwa maana kusoma huwezi, au wajua kusoma kwa kubahatisha tu, kuandika matatizo, alafu waambiwa sasa bwana nenda shule ukasome, shule ya fahari nzuri, usomesha vizuri, lakini utaanzia form 4.
za form 4 hesabu za form 4 science form 4 masomo yote itakuwaje kwako? Napiga mfano tu wa kawaida wa masomo hayo, itakuwaje kwako? Hujawahi kwenda shule hata siku moja, au shule ulisoma pengine ukajifundisha kusoma na kuandika, unajua kusoma na unajua kuandika jina lako, unajua kusoma gazeti, lakini hayo mambo ya physics na chemistry hujui chochote. Alafu wakutana sisemi chuo form 4 tu, ambayo mtoto wako pengine asoma huko, pengine alifaulu mtoto wako vizuri kabisa, lakini hujasoma kabisa. Utaweza? Kitu gani kimekosekana? Huna akili? Kwa sababu huna akili? La, ukufuata ule utaratibu wa kusoma hatua baada ya hatua. Hichi ndio kitu ulichokikosa wewe. Kwa hiyo anza pale panapotakiwa kuanza, utafika hapo. Lakini ni vitu vya kawaida, vyasomesheka, vyaeleweka, watoto wadogo waelewa, na wewe utaelewa biidhnillah alkarim. Lakini mpaka uchague jambo la kusoma. Lakini ukishaamua mistaki, ndio ile yasema atana anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Imetujia habari kwamba sahli anna sahlan dhamma jahlan, sahli, kuna mtu aitwa Sahli amezisema vibaya kwa sababu ya ujinga. Uluman la yadrihinna Sahli, elimu ambazo Sahli hazijui. Balagha nini bwana? Balagha watu wanafanya maana kwa balagha nini bwana? Uluman law daraha ma qalaha, elimu ambazo lau angelikuwa amezijua asingezipuuza. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, lakini kuridhika na ujinga ni sahli tu. Sitaki kusoma, basi ushakuwa mjinga. Yani kuridhika wa mjinga, kwa mimi nataka niwe mjinga wa kimataifa, basi kitu usisome. Lakini mimi nataka kusoma, hiyo ni kazi pevu, ni shughuli kubwa, yataka sabri ndani yake na bidii. Lakini kuridhika na ujinga sahlun. Mnifahamu? Kwa hiyo yawezekana ukayapuuza haya mambo, ukaona hayana maana yoyote, lakini hakika hasa huwezi ukafahamu Qur'ani, huwezi ukafahamu Sunna, huwezi kufahamu maneno ya wanawazuoni kama hizi fununi wewe za lugha ya Kiarabu huzijui. Nilizungumza mwanzo kwamba si lazima uwe ni mutakhasis katika fununi hizo, ubobee huko ndani kabisa, si lazima. Lakini ile misingi ya zile fununi ujue kiasi ambacho watu wa jambo hilo wakisema wajua kwamba hapa wamekusudia nini. Hizo tafsiri za Qur'ani za wanawazuoni zilizoandikwa, haya maneno yamo. Sasa wanaposema hivi wanakusudia nini? Sijekaa wasoma kitabu ukurasa mmoja, wasoma nusu karatasi, umeruka wafuku ya pili ya tatu, zote zikisoma huelewi, kwa sababu kile kilichozungumzwa huna misingi nacho. Kwa hiyo tutasoma haya kwa ajili ya kujijenga katika misingi ya ilmu, na ili tuyaelewe maneno yaliyo katika Al-Qur'an Al-Karim na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ya ule ufafanuzi uliotajwa na wanazuoni katika vitabu vya ilmu. Kwa hiyo tusipuuze, na wale walioelewa hii fani kwa hivyo tulivyoeleza, basi tutoe sadaka na sisi tusomeshane. Mtakaa vikundi, mtafanya murajaa kwa pamoja, mtakumbushana kwa wale walio karibu, lakini wanafunzi waliofikia mustawa wasomesheni. Lakini usirudi nyumbani huko ulipotoka huko, kwa sababu umesoma al-balaghatul wadhiha, ukienda ukawasha maiki ukaanza kuwasomesha wazee wa watu baada ya dhuhuri, leo tutasoma balagha, leo utawaumiza wazee wa watu. Sawa? Kitabu hiki ni kwa ajili ya tulabul ilmi. Ikiwa hao tulabul ilmi
waliokaa miaka kwa kusoma lakini hawajafikia mustawa huo ni tabu kwao kuelewa. Hao wazee wa watu maskini wanataka kujua masuala ya msingi katika dini yao, wamekuja kuswali tu msikitini, wataizapi albalagha wadhiha. Nisisemi sana kwa sababu tuna muda wa kujiandaa kwa kipindi kingine kinachofuata, lakini hili nimelisema kwa munasaba wa kumaliza, si kumaliza, kwa munasaba wa kufika mwisho wa ratiba yetu. Nilikuwa natamani sana tungesoma ilmu al-bayani yote ukafahamu al-isti'ara, al-kinaya na vinginevyo, lakini ndio hivyo. Mwakani insha Allah ikiwa tena daura hii tutaendelea, pengine tutafikia huko. Anasema السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال: والدعاء نسألكم يا شيخنا دلونا على كتاب أصغر في هذا الفن الذي جمع واحدا من هذه الفنون الثلاثة أو جميعها. كتاب ولك كتاب chepesi ambacho kimekusanya fani hii, ili fani tatu au moja au tatu, sio? Katika kusoma kwangu vitabu hivi vya balagha, labda kitabu kidogo kilichokusanya fani tatu ni kuna kitabu fulani kinaitwa قواعد اللغة العربية لمدارس الثانوية شكل حفل ناصف na wenzake kama watu watatu wameshirikiana. Mwanzo kimeanza na sarf, alafu kikafuatia an-nahwu, akafuata tariqa aliyokuwa nayo, yani kwa ikhtisar, na masaili mengi utakuta yametolewa kama kwenye kitabu ile Jami' ad-Durus al-Arabiyya. Sijajua nani katangulia mwenzake pale. Alafu kule mwisho katika nahwu kaika hurufu al-maani kama vile ilivyokuwa katika Mughni al-Labib. Alipomaliza pale akaja kwenye balagha, akastaja fununi tatu za balagha hizi kwa ikhtisari. Na Sheikh bin Uthaymeen amesherehesha hicho kitabu, sikuja nacho hapa, lakini siko kwenye gari au wapi, lakini ni mjallad mdogo hivi, sharh al-balagha ndiko hivyo, sharh qawaidi au sharh al-balagha, kitu kama hicho. Lakini anasherehesha kitabu hicho sehemu ya balagha tu. Sheikh bin Uthaymeen amesherehesha sehemu ya balagha tu. Kile kitabu ni kidogo, hakina mifano mingi, lakini pia ni kigumu. Mimi kila nikitazama naona kitabu chepesi ni hiki, na vitabu vingine vimeandika katika ilmu al-maani sana, au vingine vimeandika isti'ara peke yake, tashbih kidogo na kidogo, lakini hiki ndio kitabu chepesi. Sababu ya upesi wake kapiga mifano mingi na tamarini nyingi. Alafu baada ya hiki kinachofuatia kwa uzuri pia ni kitabu kinachoitwa Jawahirul Balagha. Jawahirul Balagha kizuri, kikubwa, lakini kwa maana na kwa lugha pia, kwa mifano. Haya, mimi sina la ziada jamani, sini semenili kuambia, lakini nishasema mengi. Labda kama Sheikh Jaafar ana maneno ya kusema, au Sheikh Riyadh hapo, Sheikh wako kama una chochote cha kusema kwa munasaba wa darasa hii, una chochote cha kusema, una chochote cha kusema cha kuambia itakuja ingine itasema, lakini kwa munasaba huu. Naam Sheikh Abdul tarudi, lakini kwa nazungumza kwa munasaba wa kushal kipindi cha al-balagha al-wadhiha. Kama chochote kipo, kama hakuna basi hatulazimishi. nasallallahu lana wa lakum tawfiq as-salat. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka